Hello mtazamaji wa Alute Media, leo uko na mimi Madam Sophie. Karibu kwenye kipindi chetu kizuri kabisa, kipindi cha Elimika ambacho unajifunza vitu vingi ambavyo vitakusaidia wewe katika maisha yako ya kila siku. Na leo tukiwa na Madam Habiba au unaweza kumuita Kungwi. Mada yetu ya leo tutaenda kuangalia vitu ambavyo unatakiwa ufanye kwenye jamii yako ili uwe na uhusiano mzuri. Unajua watu tunaishi katika jamii lakini hatujui mambo gani ambayo tunatakiwa tuyafanye ili tuwe na uhusiano mzuri kwenye jamii yetu, na vitu ambavyo vinapelekea watu wanashindwa kuishi vizuri. Kwa hiyo tuko na Bi Habiba hapa moja kwa moja. Unazungumziaje labda hii mada ya leo Kupitia mada hii nina imani jamii itajifunza ni vitu gani ambavyo wanatakiwa kuvifanya katika jamii yao ili wawe na uhusiano mzuri. Kwa sababu unaweza ukaishi katika jamii yako ukaona watu wanakudharau, wanakujibu vibaya, wanakusema vibaya, huenda wewe hukutengeneza uhusiano mzuri na wao, au namna unavyoishi na wale watu ndio maana wakakuchukulia hivyo ulivyo. Kwa leo tutajifunza vitu ambavyo vitakusaidia wewe kuwa na uhusiano mzuri katika jamii yako na maendeleo ya kijamii kwa ujumla. Kwa hiyo Bi Habiba, wewe unataka uniambie kwamba kuna uhusiano ambao unatakiwa ufanye, yani au kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanye ili uweze kuwa na uhusiano mzuri, si ndio? Bila shaka ni hivyo, kwa sababu kama katika jamii kama huna mahusiano mazuri, ina maana huwezi kuishi na watu vizuri. Kwa moja nikupeleke vitu ambavyo vitakusaidia wewe kuwa na mahusiano mazuri katika jamii yako. Cha kwanza kabisa ni kuwa na mawasiliano mazuri na watu wako wanaokuzunguka au jamii yako. Isiwe kwamba kwa mfano wewe labda ni mfanyakazi au mfanyabiashara, basi ukajiona una kipato kizuri, basi ukawa unaona wengine hawana thamani. Mtu anakuuliza kitu hiki basi unamjibu kwa ukari kwa sababu tu una pesa labda. Au labda kutokana na wewe status yako ni ndogo, basi ukaona kwa sababu mtu fulani upo juu, ukaona hulingani naye, ukaona nikiwasiliana naye hivi au mtu akikufuata unaona kama amekudharau. Kwa kikubwa kabisa unatakiwa uwe na mawasiliano mazuri na jamii yako. Kwa hiyo unatushauri kwamba tunavyoishi na watu inatakiwa tutazame kauli zetu, si ndio? Bila shaka ni hivyo, kwa sababu mawasiliano mazuri huwa yanajenga ukaribu mzuri na watu pia. Okay, sawa, ni kitu kizuri. Kwa hiyo hata mimi pia nimejifunza kitu. Hata kama kuna mtu labda nilimzungumza naye vibaya, inatakiwa nimuombe msamaha ili kusudi tuwe na mahusiano mazuri. Unajua uhusiano katika jamii pia ni mzuri. Unajua ukiwa na uhusiano mzuri hata mtu anaweza akakusaidia kitu chochote. Kweli kabisa. Ni watu tunashindwa kutambua katika maisha kuna vitu viwili ambavyo vinatengeneza mawasiliano mazuri. Ndio. Ni asante na samahani. Anapokufanyia mtu jambo zuri au unapozungumza naye kwa uzuri au unapofanya kitu chochote kile, basi mwambie asante. Na kama ikitokea umemkosea, basi pia mwambie samahani. Kupitia hizi kauli mbili, asante na samahani, mtu itakusaidia kujenga ukaribu mzuri mno katika jamii yako. Kwa sababu hamna kitu, hata kama mimi nikikukosea wewe, nikikwambia samahani, hata kama utanijibu kwa ukali, lakini utajua kabisa huyu amekosea, utanisamehe. Na hata nitakapokufanyia jambo zuri ukaniambia asante, ina maana wewe utachukulia kweli huyu mtu nimefanyia jambo mpaka amefanyaje, amenishukuru. Kwa tuishi katika hizo kauli mbili, asante na samahani, ili kujenga mawasiliano mazuri katika jamii yetu. Okay, basi labda kitu cha pili ambacho tunatakiwa tujifunze na ili tuwe na uhusiano mzuri ni kitu gani? Mpendwa mtazamaji, pia jambo la pili unalopaswa kujifunza ni kwamba unatakiwa kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii. Okay, shughuli za mbalimbali za kijamii ni zipi labda unamaanisha? Maana zipo shughuli nyingi, hata wizi pia ni shughuli. Wizi sio shughuli jamani. Shughuli za kijamii tunapozungumzia, unakuta labda serikali imeamua kujenga kitu fulani, labda shule, zahanati au kitu chochote kile. Basi ikitokea wewe kama mwananchi au kama raia unatakiwa kushiriki, basi shiriki na wananchi wenzako au na raia wenzako. Pia shughuli za kijamii hata pia kwenye mazishi, basi siwe kwa sababu wewe una gari hujui hata jirani yako, hujui nini kinaendelea katika jamii yako, huelewi, yani wewe ukiondoka umeondoka, ukirudi umerudi. Unatakiwa ushiriki katika shughuli tofauti za kijamii. Basi kuna sherehe fulani kama umealikwa, basi shiriki. Yani usisite kujishusha na kushiriki hata kama una kazi, lakini tenga muda hata at least kwa mwezi au kwa mwaka hata mara 3 nimeonekana na jamii yangu imeniona, kwa sababu kuna leo na kesho. Utakapojikuta leo upo bize sana,
kuna siku na wewe utahitaji msaada wa jamii yako na wao watakuwa busy zaidi. Kwa unatakiwa kushiriki katika shughuli tofauti za kijamii. Sawa, kwa hiyo hapo yani bila kujali wewe ni tajiri, ni maskini, inatakiwa ujumuike. Sasa mimi nina swali. Kuna sisi hapa unakuta tuna zile kazi ambazo unaondoka asubuhi nyumbani, unarudi labda usiku. Labda unaweza ukanishauri nini, ukamshauri vipi mtu kama huyo labda atumie namna gani ya kujishirikisha na jamii katika mambo haya? Kushiriki katika shughuli za kijamii, yani hata iwaje binadamu yeyote, hata ukawa unafanya kazi gani, kuna siku tu kuna kuumwa, hata bila kuumwa kuna likizo. Hamna kazi utafanya kwamba masaa 24 au siku zote za maisha yako utakuwa ukifanya kazi. Kwa mfano imetokea labda kuna shughuli fulani ni muhimu, unaweza ukatoa hata ukaomba ruhusa kwa bosi wako ukaenda kushiriki. Basi sawa, tuseme hivyo. Hata kushiriki pia sio lazima uende katika lile eneo. Hata kwa kutoa michango pia ni kushiriki katika nini, shughuli za kijamii. So basi umekosa muda, watu wanajua labda huyu mtu yupo busy kutokana na nini, kazi yake. Basi hata kwenye michango kumetokea wanahitaji tofali, basi changia. Inahitajika pesa, wewe changia. Unaweza basi hapo nimekuelewa vizuri sana Bi Habiba. Kwa kweli shughuli za kijamii ni vitu ambavyo vinatusaidia kujenga uhusiano mzuri. Unaweza kukutana na huyu na yule mkashirikishana haya na ukasaidia katika kutatua changamoto mbalimbali za kwenye jamii. Sasa ni jambo gani ambalo la tatu tunapaswa kulifahamu katika kujenga uhusiano mzuri? Pia mtazamaji anapaswa kuelewa kwamba anatakiwa yani mtu ili uwe na uhusiano mzuri katika jamii yako ni lazima uwe na huruma na kuelewa watu wengine. Tunapozungumzia huruma, yani inatakiwa wewe kama binadamu uvae uhusika kwamba ninapomfanyia mwenzangu jambo hili hapa, si ndio? Basi pomfanyia kitu mwenzako, fikiria ingekuwa hilo jambo limekupata wewe. Tunapozungumzia huruma ni vile mwenzako anaweza akawa anaumwa akahitaji msaada kwako. Labda tuseme labda una pikipiki, yani usafiri wote. Amekuja kuomba naomba usafiri wako, labda niende hospitali au niende sehemu fulani. Basi sio usafiri tu, sio pesa tu, labda akahitaji muda wako pia. Lazima uwe na huruma na kuelewa wengine nini wanahitaji na nini wanakitaka kutoka kwako. Unajua Bi Habiba, umegusa jambo zuri sana, jambo la huruma. Ukiangalia katika jamii zetu kuna watu wengi ambao wanateseka. Yani unakuta mtu hana maisha kabisa, yani ana shida, anatamani apate mtu wa kumsaidia, lakini anakutana na labda tajiri na mtu mwenye pesa, anashindwa kumsaidia. Kumbe ni kwa sababu hana huruma. Kiukweli tujifunze kuwa na nini, na huruma. Kweli kabisa, tunatakiwa kuwa na huruma na wenzetu. Kwa sababu jamii ya sasa hivi huruma bila shaka imepungua mno. Watu wengi hatuna huruma. Yani ule upendo kama zamani hauna. Yani kwa sababu ya utandawazi, yani kila mtu anajikuta yeye ndo yeye. Tumesahau ule utamaduni wetu kwamba sisi tunatakiwa kuishi vipi. Kwa sababu utakapojua namna kuishi na watu ndipo utakapokuwa na huruma. Utajua kumbe mimi mwenzangu anapitia hili. Akipitia hili na maana mimi natakiwa kumsaidia, au mimi natakiwa kushughulika au kushiriki kwa namna moja au nyingine. Ni kweli, unajua na unapomsaidia mtu au kumwonea huruma katika shida yake, kwanza ni baraka hata kwa Mwenyezi Mungu. Na unapomsaidia leo na kesho huwezi jua ni mtakutana katika mazingira gani, huenda baadaye akawa ni msaada mkubwa kwako. Kwa hiyo ni vizuri kwa kweli, hata mimi kimenigusa. Natakiwa niwe mtu mwenye huruma. Mtazamaji pia unatakiwa uwe mwenye huruma ili ujenge uhusiano mzuri na watu wengine. Sasa kuna kitu kingine labda ambacho tunatakiwa kukifanya? Jambo lingine ni kwamba tunatakiwa kuheshimu wengine. Unapojua heshima ndio kila kitu. Unajua katika jamii sasa hivi watu wengi tumekuwa waoga. Kwa mfano unakuta labda bosi wako, mzazi wako, mlezi wako, nani yako, kiongozi wako, watu wengi tumekuwa hatuna heshima ila tunauoga. Yani unajikuta unamuogopa yule mtu, unafanya kitu kwa kufanyaje, kwa kuogopa, bila kujua kwamba hutakiwi kumuogopa ila unatakiwa kuheshimu. Tunatakiwa kumheshimu kila mtu. Mkubwa amheshimu mtoto, mtoto amheshimu mkubwa. Ila kwa jamii sasa hivi imekuwa ni shida kubwa mno. Kwa mfano unazungumzia unakuta mabinti wa sasa hivi, si ndio? Yani hata akimuona mbaba, yani yeye anamuona tu kama kijana mwenzake kwa sababu ashafika zile level za ukuaji. Yule hata akimuona mzee anamuona kama mtu wa kawaida. Alafu pia hicho kitu pia kinajengwa na jamii yenyewe kwa sababu wazee wengi
au wababa wengi wa sasa hivi, yani hata ukikutana naye hivi ukamwambia shikamo, anakukata jicho, yani kama vile umemkosea bila kujua kwamba ule ni wajibu wake, wewe unatakiwa kumsalimia. Yani hao tunasema ni wale wa baba mashuga dadi, au unamwamkia shikamo, umeninyima nini? Yani kwa jamii inatakiwa kutambua kwamba tunatakiwa kuwa na heshima, lakini hicho kitu kimepungua. Kwa watazamaji wangu, bila shaka utakuwa umejifunza unatakiwa kuwa na heshima kwa watu wako. Kweli heshima ndo kitu yani kikubwa, yani maisha ya binadamu yamebeba na heshima. Yani usipojiheshimu hakuna mtu ambaye atakuheshimu na hakuna ambaye atakuthamini. Kwa hiyo msingi mkubwa wa maisha yako ni wewe kwanza kujiheshimu. Utakapojiheshimu wewe mkubwa, na basi na wengine watakuheshimu, wadogo, watu walika zote. Kwa hiyo kikweli Bi Habiba umenifundisha kitu kikubwa sana, kuwa na heshima. Na heshima ndio kitu ambacho kinaleta uhusiano mzuri katika jamii ya wakubwa, watoto, vijana. Ni kitu kizuri sana. Kungwi, sasa tukiwa tunamalizia, una kitu gani cha kuambia watazamaji, labda kitu gani wajue, au una jambo gani la kuwashirikisha? Nachotaka kuambia wapenzi wangu watazamaji ni kwamba katika maisha tunatakiwa kuwa wakweli na waaminifu. Kwa sababu unapokuwa mkweli, mtu atajua labda kama kuna shida fulani inakutatiza kufanya hilo jambo. Kwa sababu unakuta sio wote wanaoiba kwamba wanapenda kuiba, au sio wote wanachokifanya anapenda kukifanya, ingawa wapo wanaofanya kwa makusudi. Kwa unatakiwa kuwa mkweli na mwaminifu. Unapokuwa na shida, basi iambie jamii yako. Mfuate mtu yeyote wa karibu, mwambie mimi labda nina shida fulani. Basi huenda kupitia hivyo ukapata msaada katika jamii, na utakaposaidiwa basi uonyeshe uaminifu kwa watu wako, ili hata siku nyingine ukipata shida wajue namna ya kukusaidia. Watu wengi wanaingia katika matatizo, unakuta labda mtu umekopa pesa, si ndio? Mtu amekuamini, amekusaidia, lakini mwisho wa siku unashindwa kurudisha. Kwa hata siku nyingine ukishapata tatizo, mtu hawezi kukusaidia, anaanza kukusema sasa, yule mimi nilimkopesha akafanya hivi, sio akafanya hivi. Kwa pale sasa ndo tunaanza kufanyaje? Kuharibu uhusiano. Kwa hiyo lazima tuwe wa kweli na waaminifu ili tujenge uhusiano mzuri. Okay, asante Bi Habiba Kungwi wetu. Tumejifunza vitu vizuri sana. Mtazamaji, tumefikia mwisho. Nikukaribishe tena katika kipindi chetu katika siku inayofuata. Usichoke kufuatilia, maana utajifunza vitu vizuri sana. Okay, kwa pamoja mimi na Bi Habiba tunasema bye bye.